Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu mpya pendwa kabisa. Naam, mtazamaji wangu, moja ya habari inayozidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kuhusiana na Mheshimiwa Humphrey Polepole kutokana na hashtag Humphrey Polepole freed. Humphrey Polepole freed now. Humphrey Polepole must be freed. Naam, mtazamaji wangu, kabla niweze kuendelea na habari hii, itakuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kutupa support kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii. Naam, mtazamaji wangu, kwa sasa kuna taarifa zinazozidi kusambazwa katika mitandao ya kijamii kutokana na kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole tarehe 6 Oktoba mwaka 2025. Hivi sasa kuna tetesi ya kwamba leo hii ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026, kwa mara nyingine huenda watu wakaweza kumshuhudia Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa mara nyingine kikamilifu, hasa kurejea katika mitandao yake ya kijamii. Kwanza kabisa, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Humphrey Polepole katika mitandao ya kijamii baada ya kujiuzulu kama balozi wa Cuba na kurejea nchini Tanzania kwa ajili ya kufanya uhamasishaji kwa wananchi wa Tanzania kipindi na wakati ambapo zoezi la kikatiba la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 lililokuwa likifanyika nchini Tanzania mwaka 2025, ya kwamba Watanzania wataweza kuchagua kiongozi sahihi aliyekuwa na nia ya kuongoza nchi ya Tanzania kusonga mbele na sio kwa manufaa yake binafsi, ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole moja kwa moja alionekana kana kwamba alikuwa akikosoa viongozi wakuu wa chama tawala akiwemo Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Kikwete, kwani tuliweza kushuhudia alichoweza kukizungumza Mheshimiwa Humphrey Polepole kabla ya kukamatwa kwake, kipindi na wakati ambapo aliweza kutakiwa kujiwasilisha katika makao makuu ya DCI. Tuliweza kuona Mheshimiwa Humphrey Polepole hakuwa tayari, aliweza kuamini ya kwamba kipindi na wakati ambapo angeweza kuwasili katika makao makuu ya DCI ili aweze kudhibitisha alichokuwa kikizungumza, basi moja kwa moja angeweza kukamatwa, na ndipo ambapo aliweza kughairi, na hata habari zikiendelea kubainika ya kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole, kile kinachozidi kutangazwa na uongozi ulioko madarakani ni ya kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole hakuwepo nchini Tanzania ili kuficha na kutoweka hadharani kilichokuwa kimeweza kuzungumzwa na kakake Mheshimiwa Humphrey Polepole ambaye ni Agostino Polepole, ya kwamba watu wasiojulikana waliweza kuelekea katika boma lake Mheshimiwa Humphrey Polepole na kulivunja na kutoweka naye kwa njia ya nguvu, hasa kutokana na damu zilizokuwa zimeonekana nje ya boma hilo. Hivyo basi, kwa mara nyingine leo hii, mtazamaji wangu, amini usiamini, itakuwa ni habari kubwa na habari ya kufurahisha mno kwa wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole, kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole ataweza kuachiwa huru. Habari hii tutaweza kusubiri kipindi na wakati ambapo familia na jamaa wa karibu wake Mheshimiwa Humphrey Polepole wataweza kuizungumzia. Basi kituo hiki hapa pendwa kitakuwa cha kwanza kwa kuletea habari kamilifu. Sasa ni wewe hapo mtazamaji wangu ubonyeze maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba hivi sasa kuna mvutano mkubwa unaozidi kuendelea katika siasa za nchini Tanzania kwa njia moja ama nyingine. Haya yote yanayozidi kutokea Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuyaona yataweza kujiri, kwani moja ya kauli inayozidi kukumbukwa hivi sasa na mashabiki wake Mheshimiwa Humphrey Polepole ni kipindi na wakati ambapo
aliweza kusisitiza na kudai kwamba Watanzania wasiweze kukubali maridhiano ya aina yoyote yale na chama cha CCM. Mtazamaji wangu, kauli hiyo yake Mheshimiwa Humphrey Polepole iliweza kuleta pigo kubwa kwa uongozi mzima wa CCM, ijapokuwa Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa miongoni mwa wanachama walioweza kuhudumu kwa muda mrefu chini ya chama cha CCM. Ila mbona ilipoweza kuwadia zoezi la uchaguzi mkuu lilipoweza kukaribia, Mheshimiwa Humphrey Polepole ni miongoni mwa viongozi ama watu mashuhuri nchini Tanzania hawakuweza kufurahishwa na chama cha CCM kumkabidhi fomu ya urais Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, sio kama kweli kuna njama fiche aliyoifahamu Mheshimiwa Humphrey Polepole, bali Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa miongoni mwa viongozi ambao wangependa Tanzania mpya iweze kuonekana katika zoezi la uchaguzi mkuu lililoweza kufanyika mwaka 2025, na ndipo ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa miongoni mwa viongozi na watu mashuhuri waliokuwa wakikubaliana na kile ambacho vijana jenzi walichokuwa wakikifanya katika maandamano yao ya amani, na hata kile ambacho walikuwa kilichokuwa kikifanywa na chama pinzani, chama Chadema. Mheshimiwa Humphrey Polepole kweli ni mwanachama wa CCM, ila aliweza kuweka hadharani kwamba aliweza kuvutiwa pakubwa na manifesto yaliyokuwa yameweza kupangwa na chama Chadema. Na mtazamaji wangu, kwa kuwa chama Chadema kingeweza kufanikisha yale manifesto aliyokuwa ameweza kuyapanga dhidi ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan, sote tuliweza kushuhudia Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa sahihi baada ya chama hicho, chama Chadema, kushindwa kuwania nafasi ya urais. Sio kama kweli waliweza kushindwa, bali waliweza kufunguliwa mashtaka chama binafsi, na hata mwenyekiti mkuu wa chama Chadema ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kufunguliwa kesi ya uhaini, jambo ambalo liliweza kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu kuwania nafasi ya urais, na mbinu aliyokuwa aweze kuitumia Mheshimiwa Tundu Lissu. Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa na mbinu ya kwamba kipindi na wakati ambapo ataweza kuchukua fomu ya urais, atakapoweza kupewa nafasi na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Tanzania, Mheshimiwa Lissu angeweza kuzuia baadhi ya vyama vingine vya upinzani nchini Tanzania, sio kuvizuia kwa ajili ya manufaa yake binafsi, bali ni kwa sababu ya reforms ambazo alikuwa akiomba ziweze kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu, sawia na kile ambacho Mheshimiwa Humphrey Polepole alikuwa kikisisitiza kukiendelea kukipigia debe na kampeni katika mitandao ya kijamii. Reforms, katiba mpya iweze kufanyika, jambo ambalo uongozi uliokuwa madarakani wakati ule kwa awamu ya pili ukiongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan uliweza kuona wazi jinsi gani ambavyo akili yake Mheshimiwa Humphrey Polepole naye Mheshimiwa Lissu na ushirikiano wa vijana jenzi ambao walitarajiwa kupiga kura kwa idadi kubwa, basi isingekuwa ushindi kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Na ndipo ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole kutoweka katika hali ya njia tatanishi, sawia na kile kinachozidi kumkumba Mheshimiwa Tundu Lissu, ambapo kesi yake ya uhaini ikiwa hivi sasa anashikiliwa kinyume na kile kilichokuwa kikitarajiwa kwa mashtaka ya uhaini. Hivyo basi anatarajiwa kuachiwa huru, ila tutaweza kukuletea video mpya ama update kwa kesi yake Mheshimiwa Lissu, ila kwa kesi hii yake Mheshimiwa Humphrey Polepole, mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Je, anachokipitia Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa yeye kuwa tayari kuwa kiongozi ambaye ataweza kuleta mabadiliko na hata kuboresha nchi na kuweka baadhi ya ahadi
kwa vijana Gen Z, basi aliweza kufanya makosa na kustahili kutoweka katika hali aliyoweza kutoweka, jambo ambalo inaendelea kusalia kuwa kipindi kigumu kwa familia na jamaa wake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Ila mtazamaji wangu, ni vyema kwa wewe hapo kuhusiana na YouTube channel hii uweze kushare kwa makundi mawili ama matatu, kutokana na channel hii yetu kuwa mpya kabisa, kutokana na YouTube channel yetu kubwa kupata hitilafu ya kimitandao. Ila usisahau kusubscribe, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Bye bye until the next video.